Ningetaka tuanze kwa kuangalia watu watatu wakitoa ushuhuda. Watu watatu wakiwa na experiences na Mungu. Mtu wa kwanza alikuwa na experience na Mungu na akafanyiwa mambo mengi, akafanyiwa na Mungu mambo mengi. Baada ya kufanyiwa akaenda akatoa testimony akasema hivi, behold what the Lord has done for me. Sijui ni mtu kama gani katika Biblia unajua anaweza kufanya hivyo, angeweza kusema hivyo. Ni mtu kama gani? Of course mmoja ni Ayubu. Kuna vile Bwana alikuwa amemfanyia mambo na akatajirika na alijua kwamba ni Mungu amemfanyia hiyo yote, na angeweza kutoa testimony na sema kwamba behold what the Lord has done for me. Na kwa hivyo aseme behold what I have, kwa sababu ya kile Bwana amefanya for me. Behold what I have. Nani mwingine angeweza kusema kitu kama hicho? Abraham, David, Isaac, na ni wengi wangeweza kusema hivyo. Tazama kile Bwana amefanyiwa. Wanajua kwamba sio mkono wao, ni Bwana amewafanyia na wako na testimony. Behold what I have. Tuja kwa mtu wa pili, naye akasema hivi, behold what the Lord has done in me. Tazama kile Bwana amefanya ndani yangu. Hawa watu wawili, ni nani ako mbele ya yule mwingine? Nani ako na better experience with God? Wale wawili. Mmoja anasema behold what God has done in me, and therefore behold what kind of a person I am. Baada ya kusema I have, anasema I am, kwa sababu ya kile kimefanyika ndani ya maisha yangu. Bwana kuna kitu ameaccomplish in my life. Sijui nani ungeweza kusema angesema hivyo. Nani angesema hivyo? Behold what God has done in me, and therefore the kind of a person that I am. And not only that, behold what I am now capable of accomplishing because of what God has done in me. Kuna kitu Bwana amefanya ndani yangu. Kuna mambo Bwana ameondoa kutoka kwa maisha yangu, na kuna mambo mengine mapya imekuwa imparted in me. Behold what God has done in me. Mwingine akisema I have, huyu anasema I am the kind of a person I am. Look at my potential now, what I am capable of accomplishing. Akaja tena mwingine watatu, naye akasema behold what the Lord has done through me. Nani yako juu sasa? Kuna watu watatu. Wa pili anasema behold what I am capable of accomplishing because of what I have become. Lakini huyu wa mwisho sio potential tu, sasa amesha accomplish something already. Kuna mambo amefanya ya ajabu kwa sababu ya kile alifanyika. Sijui nani kama in the Bible unajua angeweza kusema hivyo. Mtu kama Paul alisema I have fought a good fight. He has already accomplished something. Kuna kitu ametimiza tayari. He has fought a good fight. Kuna bio ilikuwa imewekwa mbele yake na ameaccomplish kwa sababu ya kile alifanyika, kwa sababu ya kile kilikuwa accomplished in his life. Kuna mambo yaliondolewa kutoka kwa maisha yake, na kuna mambo yalikuwa imparted in his life, and he became a capable vessel. He became a capable tool. Na sasa anaweza kusema Bwana alipomfanya kazi na yeye, angeweza kusema I have fought a good fight. Angalia what I have accomplished. Sijui ni nani mwingine angesema hivyo. Nani mwingine angesema hivyo? Ni mtu kama Moses. Moses aliaccomplish what? Kitu gani Moses aliaccomplish? Alienda kule Misri na akaweza kutoa watumwa, akachukua resources za Egypt akaziharibu, including the armed forces, akaidrown kwa Red Sea, akaset watu wa Mungu free, na mengine alifanya. Kwa nini? Because of what he became in the 40 years ambapo alikuwa kule jangwani.
Kuna kitu alifanyika ikamwezesha kuaccomplish kile aliweza kuaccomplish. Kuna mwingine kama Joshua pia angesema, angalia kile nimefanya, nimetoa watu kutoka jangwani, tumepigana vita, and finally watu wamesettle in the land of Canaan. Kuna kitu nimeaccomplish, sio I'm capable of accomplishing, I've already done it. And you can agree with me, yule wa mwisho ndio at a higher level kuliko wale wengine. Wa mwisho ni yule anasema kile Bwana amenifanyia, he has done for me. Wajua kile Bwana anakufanyia ama sio kufanya ndani yako, he has done for you. It can be taken away in a moment. Ukiuliza mtu kama Ayubu anaweza kukuambia hivyo. At one moment he is the richest man, the next moment he has nothing, kwa sababu kile ambacho akonacho can be taken away. Lakini kile amefanyika, nobody can take it away. Hawezi kuondolewa kwako. Angalia Ayubu siku ya leo, si alirudishiwa maradufu kile alikuwa amepoteza? Can we trace any of them today? Pengine aliachia watoto wake wakaendelea kuachiana, lakini today ni gani unaweza kuona? What about what Job became? Kile alifanyika, does he still have it today? Nasema kile alifanyika ndani yake. Alisema, baada ya Bwana kunijaribu nitatoka nikiwa kama dhahabu. Is he still that way today? Hiyo iko ndani yake tayari. Ule utukufu alipata bado ako nao, lakini kile alikuwa ile ya kwanza, there's nothing to show. Na Bwana alitumia ile ya kwanza kutesti Ayubu. Ayubu aseme, behold what kind of a man I am, what the Lord has done in my life. Hata nikiondolewa kila kitu sibadiliki. Amepoteza kila kitu, ni kama Bwana alichukua ile alikuwa amempatia, amefanya for him to test him kwa ile ya pili, aone ameumba mtu aina gani. Huyu mtu ambao nimeumba na nikimuondolea kila kitu, atarespond namna gani? Inategemea ni kitu gani kimefanyika ndani ya maisha yake. What God has accomplished in Job's life shall determine his response, hata kama atapoteza kila kitu. And sometimes inakuwa hivyo hata kwetu. Mungu anaweza kukuinua, lakini kila na kuinua nacho atakitumia to test you. Umefanyika mtu aina gani? Nikikuondolea hii utabehave namna gani? Inategemea kama kuna kazi inafanyika kitu gani umefanyika mtu aina gani? How stable are you? Na kama utakuwa stable sasa, Bwana amepata chombo cha kutumia, amepata mtu wa kutumia. Huyo mtu ni reliable sasa, kwa sababu kuna kitu kimefanyika ndani ya maisha yake, amekuwa stabilized. Sisemi ati ile ya kwanza ni mbaya, ni nzuri, we need it. Lakini tuangalie zaidi ya hivyo, ni kitu gani Bwana atafanya ndani yangu? Ni mambo gani ambayo inaning'inia ndani yangu anahitaji kuondoa kutoka kwangu? Ni mambo gani mapya yanahitajikana kuwa ndani ya maisha yangu, so that I may be able to accomplish kile kinileta hapa duniani kuja kukitimiza. Because kama hutafanyika kitu, utakuta kwamba ile kazi ulikuja kufanya hapa duniani, you are incapable of accomplishing it. Huwezi. Wajua ujumbe wangu na wita Making Kenya Great. Nimeboro kutoka kwa Donald Trump, ambao anasema Making America Great. Kwa hivyo nimeanza pale mwanzoni. If we are going to make our nation great, kuna kazi itafanyika ndani yetu, na kuna kazi Bwana atafanya kupitia kwetu, and we make our nation great. Na kwa hivyo nije kwa number 2. Wakati wa Israeli walikuwa watoke kule Misri, Mungu akaambia Musa, mwambie hivi, wasitoke mikono mitupu huko. Don't leave Egypt empty-handed. Kwa sababu ile kazi walifanya miaka mingi, miaka 400.
ni lazima walipwe. Kwa hivyo wawapore, plada Egypt, pora Egypt, msitoke mkono mtupu. Na kuna jambo presbytery tufundisha, I think it was early this year. Hata baada ya kupora kila kitu, wakupora mali, dhahabu, fedha na nini, ni kitu gani walinunua nacho na zile mali? Did they buy anything? Were they going to buy any land? Ama walikuwa naenda kupewa bure? What were they going to do with that money? Ama wealth, dhahabu? Na akatuambia kwamba ilitumika kusababisha wapate kile ambacho dhahabu haiwezi kuwapatia. Wajenge Mungu nyumba, maskani. Lakini kabla kwenda kujengea Mungu, shetani akaja in advance. Kile ambacho walipora, shetani akawatrick waweze kutengeneza dama ama sanamu. Kazi ya sanamu ni gani? Inafanya kazi ya kuondoa uwepo wa Mungu. That is idolatry. Mahali ambapo kuna idolatry, ibada ya sanamu, huwezi kupata uwepo wa Mungu mahali pale. Shetani aliwatrick ile dhahabu na fedha waweze kuzitumia watengeneze kitu cha kuondoa uwepo wa Mungu waondokee. Na Bwana ndiye aliwaambia wapore, wawe nazo, wa enhance the presence of the Lord in their midst. Kwa sababu ya kujenga, yule mjengo Mungu alisema wajenge, ulikuwa ni mjengo wa kusababisha uwepo wa Mungu uje miongoni mwao. Bereni alikuwa bali kidogo na wao, lakini anataka kuja karibu hapa duniani wakae pamoja. Na kile kitasababisha ni kile wamepora kule Misri. Lakini along the way walikuta wametumia for the opposite. Wajua unaweza kupata pesa na isababishe accomplish your purpose in life. Isababishe hata uwepo wa Mungu uingie maishani mwako. Inawezekana. Kwa sababu ya kuwa na pesa, unaweza kwenda mkutano hata kama ni ule wa nani kule Marekani. Mikutano ya kama ya Ricky Joyner. Kwa sababu unatoka huko ukiwa better than you are. Kwa nini? Ulikuwa na uwezo wa kwenda huko. Na kama hukuwa na uwezo, unakuta hukuweza. Mimi nimeshapitwa na mambo mengi very important kwa sababu sikuwa na pesa wakati huo. Naona I was supposed to be in that meeting, lakini siwezi sasa. Na kama ningeenda, I would have been better than I am. I could be preaching better than I do kama ningeenda kule, lakini sikuwa na pesa. Pesa inaweza kusababisha hata kununua vitambu na vitu kama hizo. You add value to your life. At the same time, pesa inaweza kusababisha ufanye vituko ambavyo hungefanya kama hukuwa na pesa. Na niliona huko kama hata kwetu mashambani. Unakuta vijana wakati hakuwa na pesa, kuna vituko vya kishetani hangefanya, hakuwa na uwezo. Lakini sasa amekuwa enabled, amepata pesa. Ile mambo atafanya sasa ni ya kufukuza Mungu kabisa. Ni ya kufanyia shetani kazi. Waliambiwa kwamba don't leave Egypt empty-handed. You shall need kile mtapora ku enhance God's presence in your life among you. Aweza kuwafanyia what money cannot do for you. Tuje ya pili. Don't leave the wilderness empty-handed. Sitasema tu ni wakati tu wa Moses. Unaweza kujikuta siku ya leo you are in the wilderness. Na ni Bwana amesababisha. Na ukifika huko wilderness, unapitia mambo mazito. Kulingana na Bwana angetaka upore hata huko. Ukitoka huko utoke better than you are ukiingia. Na kama ungepitia that wilderness, huge become better. Bwana anapata wakati in the wilderness to do something in your life. Uweze kusema, angalia kile Bwana amefanya ndani yangu, and what I have become, and what I'm capable of accomplishing. Ni wakati napitia mambo mazito. Na wakati kama huo mtu mmoja akasema, you can either become better or bitter. Inakutegemea vile utajiendesha. Unapewa a golden opportunity ya kupitia kwenye chinda.
To me, I call it a golden opportunity. You may never get it again. Na hapo angetaka upore pia. Hiyo shida imewekwa upitie, usitoke mkono mtupu. Vile naambia msitoke Egypt mikono mitupu, nawe wilderness usitoke mikono mtupu. Ni nani unajua katika Biblia ambao alienda jangwani na hakutoka mkono mtupu? Alipora. Presbyter Kabere akatuambia another time, don't waste your trials. Umejikuta in trials, don't waste that opportunity. Those trials, they are designed to do something wonderful in your life, to make you something better and to prepare for a better eternity for you. Kwa hivyo katika that wilderness, pora, Job alisema hivi, atakapokuwa amemaliza kunijaribu, nitatoka nikiwa kama dhahabu. Hata toka mkono, amepoteza kila kitu ndio, hata health yake imepotea, lakini ana confess after he's through with me haya yote, I'll be better than I was before. Sitatoka mkono mtupu from that wilderness, nitatoka kama nimepora kitu. Na Bwana ana expect hata sisi, akieta season uone si nzuri, afadhali wewe uione kwa njia nyingine na useme kwamba ni nzuri. Sitatoka hapa mkono mtupu. And if you are brave enough, you can even tell the Lord, prolong it a bit that I may pour even more. Sometimes you cannot say that because we are the fieriness. Lakini ni pora. Nani mwingine anajua alipora? Hiyo ni Job anasema hivyo. Mwingine ni Yesu. Katika Matthew and also Luke chapter 4. Spirit filled, akaongozwa na Roho akapelekwa jangwani to be tried by the devil. That is Luke 4 kuanzia 1. After the encounter with the devil in verse 14, Luke 4:14, akaja, Bible inasema hivi, and he returned from the wilderness in the power of the Spirit. Kuna kitu alipora huko. Ndio alipitia 40 days ya trials day and night, akija kumalizia na ibilisi ndiye huyo. Lakini akitoka huko, Biblia inasema alitoka with power. Berani alienda akiwa spirit filled. Sasa ni power of the Spirit. Na kutokea hapo akaanza kufanya kazi. Hakutoka mikono mitupu kutoka ile jangwa. Huyo ni Yesu. Tunajua nani mwingine? Katika kitabu cha Hosea 2 and verse 14, Bible inasema, I shall allure her and bring her to the wilderness and speak comfortably to her. Alafu Song of Solomon 85 inauliza swali, who is she that comes from the wilderness leaning upon her beloved? Hosea 2:14 ni kama msichana ananenewa. Mungu anasema nitampeleka jangwani, I shall allure her, na nipeleke jangwani. Kufika huko anapewa experiences. Kipindi hicho kikiisha, alikuja leaning on her beloved, that is the Lord. Alikuja kama mtu ambao anamtegemea Mungu. Na hebu niseme hivi, if you learn to lean on the Lord, ama to trust God, you shall find God entrusting you. If you trust God, he shall entrust you. Unaona kuna mambo anakuaminia. Kwa nini? Sababu unamwamini. You lean on him. Unajua mambo yakiharibika, you have learned to lean on him. Utarudi kwake. Namwambia yambaki here. Mimi sijui hapa ilienda namna gani, but I lean on you. I trust in you. If you can never trust in the Lord, there are some things he can never entrust you either. Huyu mwanadanda Siborik anatoka akiwa amelearn to trust in the Lord. Na Bible husema kwamba those who trust in the Lord are like Mount Zion that cannot be shaken but abides forever. Ametoka huko with spoil, from the wilderness with spoil. Kuna kitu amepora, character. Tunapora character, unapora trust in God. Ukitoka huko you are better than you were before. Na Maurice Ruru akasema kwamba God does not intend to use anybody kabla kumpatia an experience. Alisemea huko Nairobi one time. Akaendelea kusema kwamba for you to have power kama ya stima,
You must have negative and positive. Moja peke yake haiwezi kuleta current, hakuwezi kuwa na stima. Kuna mambo utapitia negative, lakini sio kukaa negative all your years. Positive inakuja, and the result is there will be power in your life. Na Mungu amepanga hivyo. Nataka kufanya kuwa powerful kwa sababu ya kile kinakugojea pale mbele. Kwa hivyo kuna hali utapitia, na ukipitia hiyo hali, don't live empty-handed, and especially that wilderness, don't live empty-handed. Musa akakaa miaka 40 kwa jangwani. Akitoka huko alikuwa amepora nini? Jangwa ilimwasha vile alivyokuwa bereni. Alikuwa somebody ambao anaenda tu na mti, and using huo mti peke yake bila kufanya jambo lingine lolote, kuwa mtu na huo kuwapiga na mti. Aliweza kukomboa Waisraeli wote, leaving nothing behind. Farao akiangalia, the superpower of that day ikiangalia. Kwa nini? The kind of a man he had become in those 40 years. Hakuna kitu alionekana akiwa nacho ameaccomplish in the 40 years, but God was accomplishing something in Moses. Nikatoa testimony hapa wakati mwingine. Pia nilikuwa na shindwa mwaka moja, mwaka ulikuwa unaisha. Tulikuwa tumefika December, nikaangalia maisha yangu na nikajiuliza, na what have I accomplished this year? Nikatoka kwangu nikaenda kwa mtu mwingine nisaidia kupata kazi mahali. Na miaka 10 imepita, haonekani kitu gani amefanya chochote. Nilipokuwa nikiangalia huyo wa miaka 10, Mungu akaniuliza na mimi swali. Aliniuliza hivi, na Musa baada ya miaka 40 ni kitu gani angeonyesha amefanya? Bible inasema wakati Mungu alipomuita, alichukua mke wake na vijana wake wawili na puda. 40 years. It's like he had accomplished nothing in life. Mungu akaniuliza, and how much had God accomplished in Moses in those 40 years? Kuna wakati ambao sio wako ku accomplish anything, ni wakati wa Mungu ku accomplish something in you. Unajaribu mambo haitendeki, unajaribu tena, si wakati wako, ni wakati wa Mungu, na wewe anatumia hiyo hali to accomplish something in you. Don't leave the wilderness empty. Tunaweza quote many cases kwa watu ambao hakutoka bure. The 2 witnesses in the book of Revelation, tunaambiwa kwamba I shall give power to my 2 witnesses and they shall prophesy for 3.5 years. Nikiparaphrase. Alafu inasema kwamba these are the 2 olive trees. Hiyo walifanyika lini? Hawakuzaliwa wakiwa hivyo. Kuna wilderness walipitia and it became something. Nikasema kwamba unaweza kutoka in the wilderness ukiwa bitter and you have wasted all your trials. Umepoteza kile kipindi. Or you can come out better than you were before and you are now ready kuja ku accomplish mambo. Tuende kwa ya 3. Don't leave the mission field empty. What do I mean by mission field? For us hapa, Kenya is our mission field. Tuachane na Kenya. Nakuru is our mission field. How much would we say this sub-county? This sub-county is our mission field. It is a part of the earth. Revelation 14:13, Bible inasema kwamba blessed are those who die in the Lord from now henceforth. Kwa sababu atapumzika kwenye all their labor and their works shall follow them. Niseme hivi, wakati wa kutoka duniani usitoke mikono mitupu. Vile naambiwa don't leave Egypt empty. Don't leave the earth empty. Tuko katika wakati wa kufanya nini? Kupora dunia. Kuweza kuipora. Wakati wako ukifika wa kuondoka, huendi mikono mitupu. Hatuko hapa tu just to prepare to go to heaven. Ni kwenda heaven with kitu tumeenda nacho kule, ile tumepora. Tunaenda huko na nyara. Na ni wengi ambao walienda heaven wakiwa wamejaa ile kazi wamefanya hapa duniani.
mtu kama Paul na wengine. Wale ambao wote walimaliza kazi yao Mungu alikuwa amewapatia. Hiyo kazi hawakuiacha hapa duniani. Ilienda na pamoja na wao until wakati wa kulipwa. Kwa sababu walikuwa wamepewa time ya kufanya hiyo kazi. Wakapewa seasons kama hiyo nasema ya kupitia jangwani. They were given the right season. They were given time. Na wakaambiwa hii ndio kazi yako ya kuaccomplish. Unaweza kupoteza huo muda wa kutengenezwa uwe wasted. Kufanya kazi, ufanye kazi badala. Sio ile ilisababisha uje hapa. Alafu na time inaendelea tu. Finally ukute wakati umeisha. Na kila ungeenda nacho hukuweza. First of all, you never became what you are supposed to become. Kwa hivyo hungeweza hiyo kazi. Don't leave the mission field aboni dunia empty. Tusiache our sub-county the way we found it. Na isisemekane tu ni serikali imefanya, ijulikane kwamba ni kanisa limefanya. Nitoa ushuhuda hapa sasa, na naendelea kuingia kwa ujumbe. Tuleta na mkutano moja Nairobi. Nakumbuka tulikuwa na Presbyter Kamberere na wengine. Kama ulikuwa Africa House of Prayer ama ilikuwa ni gani? Na tukakuta mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Laban Juba. Laban Juba, baba yake alikuwa askari wakati wa World War II. Na akawa assigned kule Israel. Na wakiwa huko aliweza kwenda kwa mlima ule unaitwa Carmel. Na akiwa hapa ni kama roho alikuja juu yake. Akiwa bado ni askari. Na kuna mambo alitabiri na kuyanena na maombi aliomba. Baada ya kurudi, baada ya vita, alikuta sasa kijana yake anaitwa Laban Juba. Ni kama mzigo wote uliangukia huyo kijana. Huyu mzee hawezi kufanya kazi, yeye ameprofesai tu. Lakini mzigo umepewa kijana yake. Kijana akajikuta ameweka mzigo mkubwa wa Israeli kusimama na wao. Wakati wa ile ndege ilikuwa hijacked ya Waisraeli, ikapelekwa Uganda. Mahali ilikuwa imewekwa, Laban Juba walikuwa wanaiona. Wakiwa mahali walikuwa naenda fellowship. Na wakaambuka waanza kuombea hiyo ndege na wale watu wako ndani. Na kuna vile maombi yao ilifanya kazi. Sasa tulipokuta na huyo Juba kule Nairobi, akatupatia testimony. Na akatuambia vile alikuwa amejitayarisha kwenda Israeli kama kawaida. Na alipokuwa akijiandaa, Mungu akampatia another assignment, aende kwa nchi zingine za mashariki. Na akaprotesti kwa Mungu na akaambia Mungu, si mimi mzigo wangu ni wa Israeli. Mungu akamwambia hivi, what I intended for Israel, I intended the same for all nations. Kila nataka kufanyia Israeli, nataka kufanyia mataifa yote. Wajua wakati Mungu alikuwa anaongea na Abraham, hakutaja tu only Israel, alisema mataifa, aliongea sana kuhusu mataifa, the nations of the world. Na one of the nations ni Kenya. Kila nataka kufanyia Israeli, nataka kukifanyia Kenya. Kulingana na Mungu, vile aliambia huyo Laban. Kwa hivyo ukijua what God intends for Israel, you know what he intends for Kenya also. Anataka the same for this nation. Na kwa hivyo Mungu alikuwa anataka kufanyia Israeli kitu gani? Genesis 12:7 akaambia Abraham. Say 12:7. Hata kuanzia 1. Aliweza kumwambia, ondoka kwenye nchi yenu. Nitakuonyesha another land and I shall make you a great nation. Mungu alikuwa anataka kuinua taifa kutoka kwa Abraham, a great nation. Alipokuwa akienda kuharibu Sodom, Mungu akajiuliza swali. Na akauliza, nitaendaje bila kuambia Abraham kile nataka kufanya? Kwa sababu he shall become a great and a mighty nation. Great and mighty nation. What God intends for Israel to be great and mighty, he intends the same for Kenya. Kenya to become a great and a mighty nation and every other nation in the world. Trump ni kama alitapu hiyo na akaja with a hot, ndiko ita mantra, na akasema
making America great. That is already God's will. Mungu anataka America iwe great, greater than it is. Anataka Kenya iwe great. Kuna mataifa nilisema hapa inaitwa ya G8, imefika G gani sasa? They are great nations in the world, and God wants them to become greater than that. Hataki kuona taifa ambalo ni dhaifu hapa duniani. That is not God's will. Shetani ndio tunaambiwa kwamba katika kitabu cha Isaia 14:12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, that did weaken nations. Mungu anafanya the opposite. Shetani kufanya mataifa madhaifu. Mungu anataka nations great, na ni zote. Every nation iwe great. Na kuna mahali angetaka kuanza. Trump anasema yeye America itakuwa great. Na kuna strategies. I wonder whether they are biblical. Yeye ni kiongozi wa serikali. Na ataka kuna mambo ataka kufanya mpaka taifa lake liwe kuu. Kuna watu wamefukuza, wengine na wajua wamerudi Kenya tayari. Why? To make America great. Na kuna mambo mengine anaendelea kufanya huko Marekani. Making Kenya great. Is it God's will? Mungu anataka Kenya iwe great. God wants Kenya to become great. Shida ni the strategies. Ni binu gani? Na ni nani atatekeleza hizo binu? Ni nani? Ni serikali kama Trump? Ni serikali yetu ya kawaida? Nataka kusema kwamba yes and also no. Serikali inakuwa limited. Kuna upande wa serikali na kuna upande about only the church can do that. Piane mfano. Tunaambiwa katika Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin is the reproach of any people. Hata Trump akitaka kuinua America iwe great, kuna vitu vinaivuta chini, na waovu ni wengi huko. In the name of human rights, kusoma mambo ya tolerance, mambo kama nini, mambo kama hayo. Kuna wengi ambao kazi yao kule Marekani ni kwanza kufuta nation chini. Righteousness is the only thing that can exalt that nation. Kuna mambo Trump atajaribu, to some extent atasucceed, lakini mahali Mungu alikuwa anataka wafike, only the church can take over. Turudi kwa Kenya sasa. President akona the big four kuinua hii nchi, lakini watu wangapi wanaifuta chini? And there's nothing the government can do about it. Kwa sababu kama ni dhambi na inaendelea kuongezeka, bloodshed inaendelea kuongezeka, idolatry inaongezeka, hiyo yote ni kama Kenya ikitaka kupaa juu inaanza kufungiwa mawe ya kuirudisha chini. Na nani anaweza kukata ile mawe? Serikali haiwezi. Sasa kanisa inaingilia hapo, making our nation great. Kuna mambo government can never deal with. Kama ni sin, which is a reproach to any nation, the best that the government can do, it is our penal system. Peleka watu kwa jela, kotini kwanza na kwa jela. Je, hiyo imegusa moyo wa huyo mtu? Shida hitokani na the body, inatokana na the soul and the spirit of those people. Na hiyo serikali ni limited. Government ataka kuinua nchi, lakini wanajikuta they are limited. Na mikono imefungwa kwa njia nyingi, hawawezi. Wanataka sasa to cooperate, the government and the church to cooperate. Serikali wafanya upande wao na kanisa lifanya upande wake, and we make our nation great. Kazi yetu ni kudeal with the inner man, starting with our own selves. Na kusema to make this nation great, itaanza na mimi. Dealing with my heart, dealing with my soul. Kuna mtu alikuja hapa kutoka Nigeria, alikuwa anaitwa John, sikujua jina lingine, alikuwa nasikia tu John.
na nimekuja mara mbili, na alikuwa na major on one thing, the soul. Na alikuwa anasema kwamba shida sio spirit iko sawa, na shida sio mwili, shida iko kwa soul. The first time alikuja alisema kwamba our soul needs a bishop. Sijui ni wapi nasema the bishop of our souls. So ina shida mpaka it needs even a bishop to deal with it. Kwa hivyo hiyo kazi haiwezi kufanywa na serikali. Inataka kuinua nchi, inachukua mikopo, inafanya nini? Hata kama ni devolution, inafanywa yote to make the nation great. Lakini sin is a reproach to any people. Kuna kitu imefungiwa, dhambi. Sasa serikali haitadio na dhambi. Na hiyo nilionyeshwa in 1999. It was a dream. Na nikaonyeshwa the late President Moi akona watu wengi wa Kenya wako kwa nyasi wameketi chini. Walikuwa watu ambao walikuwa very immoral. Na alikuwa anajaribu kudio na kesi moja moja. Akaita mzee mmoja, akamuuliza kwa nini ulifanya hii na hii? Mzee hao ni makosa yake. Mmoja akaenda kwa mwingine, akaangalia wale umati unamgojea. He gave up. Akaita mtumishi mmoja wa Mungu akamwambia, chukua hii dias yangu, jukwaa, uitumie and you resolve these problems. Alita huyo mtumishi akaenda kwa jukwaa, kwa microphone, akaangalia shida vile iko, hata akashindwa. Sasa kama serikali imeshindwa na kanisa limeshindwa, where was the hope? Sin is a reproach to any nation. Kumaanisha nation taenda chini na kuwa duni, inakuwa weak kulingana na vile shetani angetaka. Ulikuwa ni wakati huo na wakati wa leo. Suppose today wabiwe kanisa take over the government and resolve all the problems that are in this nation and make this nation great. Do we know where to start today? There's a time we did not know. Today, do we know? Of course we know. To start from ourselves. Kama hujui nyingine, unajua wewe. To make this nation great, I'll start with myself. I shall deal with the cause of reproach about ni dhambi. Chanzo chake ni moyo. The heart is wicked above all things. Desperately wicked. Nasema kwamba it can cooperate with the demons. Demons under the heart. Alafu tena mafundisho ya law. In all this, kuna neno linaitwa synergy. Wicked heart and the demons and the teachings that about inaondoa grace, vitu vitatu zina work together. They synergize kusababisha watu watende dhambi ya jambo. Every time unaona dhambi natangazwa kwa radio, kwa TV na magazeti zingine, unaona ujue ziko na effect ya kupeleka nchi yetu chini. They are all contributing. Huwezi kusema ati sio mimi na sio watu wetu, nation yetu wote. Kwa hivyo tuko na assignment, starting from ourselves, starting from our family, our neighborhoods. Tufanye upande wetu, wengine wafanye upande wao, serikali ifanye upande wake, na ukute kwamba the nation is becoming bigger even than Trump thought. Kwamba kuna some policies that come up with and make America great. Akute kwamba his methods are not the ones that work. Zake ni limited. Ni lazima afanye na kanisa. Kanisa itakuwa na wakati wa kuomba. Maombi hapo ni ya kulenga, not just maombi. Kuna kile wanajua wanalenga because they know their assignment. Wanajua ni kitu gani kitasababisha nchi iwe a reproach. Ni mambo gani yanafuta nchi chini. Wanajua. Wanaanza kwa kuomba, na baada ya kuomba unakuta serikali is only an implementer ya maombi yale yameombwa. Tunaombea jambo fulani, unasikia the governor is now responding. Tumeombea mambo, imefika kwa Mungu ya maombi, akona answer, anaweka ina governor.
anaweka ina zeta senator, inawekwa kwa president, inaikwa kwa CS. Unaanza kuona mambo yakianza kutendeka, na tukiona, I think we shall be motivated to pray more and strategically. Tukianza kuona mambo yakianza kutendeka. Nakumbuka kuna maombi tulifanya hivyo one time. Presbyter Kabera alikuwa anatuongoza na Kenya House of Prayer upande wa Nakuru. Na kuna mambo tulikuwa tunaomba, tunaona ikitendeka before our faces. Nakumbuka vile bondeni kulikuwa kunakaa, na vile tuliomba na barabara ya kule town, ukiwa ile Glory House, kiangalia chini, tukiendelea na maombi huko, unaona barabara ni potholes. Kuna mahali tuangalia kwa municipal vile kulikuwa kunaendelea, na kuna maombi tulikuwa tunaomba. Tulikuwa tunaenda from church to church, mahali tunaalikwa, tunakubaliwa, na kuna mambo tuliomba and we saw results. Na shetani akainuka, kuna vile aliinuka, kwa sababu ni vita. Kuna mambo ambayo kama hugusi, shetani ni kama kona peace na ninyi, you are not threatening his interests. Lakini kuna mengine ukigusa atainuka, and these are actually the things we are supposed kugusa. Kile kitasababisha ainuke, that is what we should touch. Wacha tufikishe hapa, lakini tujue kwamba tuko na mission of making our nation great, because it is God's will. What he intends to do for Israel, he wants to do for Kenya. Na anataka afanyie Kenya hata zaidi, ili iprovoke Israel to jealousy. Waona we are becoming a great nation, na ilikuwa ni promise yao, lakini tumeichukua na sisi. Na sio kuwanyang'anya. Mungu alintend kufanyia mataifa yote hivyo. Bwana sifiwe. Tufikishe hapo, Bwana wabariki. Katika kitabu cha Mwanzo 18 kuna hukumu ambazo Mungu anataka kuzileta kwa Sodoma na Gomora kwa sababu ya dhambi na maovu ambayo yanatendeka kule. Na malaika za Mungu ambaye tukitazama ni vizuri ni Yesu na malaika wengine, wanapoenda kutazama miji hiyo miwili, tuona kwamba wanapitia kwa Abrahamu na Sara, na wanamwahidi kwamba watapata mwana ambaye tunajua baadaye aliitwa Isaac. Na ikawa kwamba Sara akawa na shida ya kuamini, na katika aya 14 Mungu anauliza, is anything too hard for the Lord? Je, kuna jambo ambalo ni gumu kwa Mungu? Baada ya kunena hivyo, Bwana akaanza kuuliza, nitamficha Abrahamu kile ambacho ninafanya hata kwa mataifa ama miji ambayo imemzingira? Now that's what our brother was quoting in verse 18. Akisema, since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him or through him. Kwa hivyo nasema Abrahamu atafanyika taifa kuu, taifa ambalo liko na uwezo, na kupitia kwake mataifa yote yatabarikiwa. Na ni mapenzi ya Mungu, sio kama vile tunaniambia, sio Israeli tu, lakini hata taifa letu, na sio tu taifa letu, hata mji wetu na hata ushirika huu. Lakini ninaona binu ambao Mungu anaipeana katika aya 19. Anasema, kwa sababu nimemjua ama nimemchagua, kwa sababu atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana
amtimizie Ibrahimu ahadi yake. Ahadi gani? Kufanyika taifa kuu, taifa lenye uwezo. Ili ahadi hiyo iweze kufanyika, Mungu amemchagua Abrahamu kwa sababu ana uwezo ambao ako nao wa kuamuru wana wake, kuamuru wanawe na wote katika nyumba yake baada yake washike njia za Bwana. Na baada hiyo Bwana atatimiza ahadi hiyo. Kushika njia ya Bwana ni kuonyesha kwamba tuepuke na njia zetu sisi wenyewe na njia za dhambi. Kuna mambo ambayo ndugu amesema Mungu alitusaidia kuyafanya, na kabla kutufikisha mahali ambapo mambo mengine maybe we are not doing them thoroughly, kuna mambo ambayo Mungu aliniambia kwa maono fulani. Na I don't think I'm going to come empty. And not only me but all of us, kwa sababu ya mambo makuu zaidi. Na katika lile jango ambalo naweza kusema tumelipitia, there are lessons, kuna mambo tumeyapata. Na tumejua Mungu ni mwaminifu. Kuna mkutano tulikuwa nao siku ya jana kule Nairobi. Wakati tulipokuwa tukipewa reports fulani, asubuhi ya leo ndio nikaketi hapa katika ibada ya kwanza na nikaona Mungu, wewe ni mwaminifu. Even in this wilderness, there are things God has done in our hearts and in our lives. Lakini kuna jambo ambalo Mungu amesema kuhusu Abrahamu. Ili aweze kufanyika hiyo taifa kuu lenye uwezo, kuna mambo atayafanya. Na naomba Mungu anisaidie pamoja na viongozi hapa kufanya mambo haya. Amesema atafanya nini? Commanding his children and his household after him to keep the way of the Lord, to do righteousness and justice. Maandiko yasema kwamba msingi wa kiti cha enzi cha Mungu ni mambo haya mawili, righteousness and justice, haki na ukweli. Ombi letu ni kwamba taifa la Kenya liweze kuwa extension ya kiti kile cha enzi. Na ikiwa itafanyika hivyo, kuna wale wana wa Abrahamu, wa kike na wa kiume, they will ensure that is done wherever they reign. As the seed of Abraham, men of faith, watu wa imani. Naamini siku zaja na zimefika, wakati hawa ambao Mungu anawainua kama wana wa Abrahamu, ambaye Paulo anasema kumhusu kwamba sisi ambao tunamwamini Mungu, tunamwamini Yesu, ama tumefanywa haki kupitia imani, sisi ni wana wa Abrahamu. Wakati huo umefika, tunapoketi katika shauri la Mungu, yale mambo tutakao yakataa hapa duniani hata mbinguni yakataliwe. Tukisema kuna watu wataongoza taifa hili kwa sababu wamekuwa discipled na adui, itakuwa hivyo. Lakini sana sana watafanya hivyo kwa sababu ya utukufu wa Bwana na kwa sababu wameshika njia za Mungu. Wanaketi katika uwepo wa Mungu, wanaweza kupata shauri la Mungu na wanahakikisha shauri lile linatimizwa mahali ambapo wako. Na ikiwa tutakuwa na kupewa mamlaka yale katika mji,
katika taifa na katika mataifa. Na je sana aje maishani mwetu sisi wenyewe. Na je sana aje katika nyumba zetu sisi wenyewe. Kwamba ni mahali ambapo ukweli na haki zinatendeka na hofu ya Mungu inapatikana mahali pale. Tufike mahali ambapo tutategemewa na Mungu. That God can be able to depend on us, because that's why he has planted us wherever we are. Iwe ni katika dhiki na magumu ambayo tunayapitia, unataka kumuuliza Mungu, unanifundisha nini katika hali hii? Iwe ni baraka ambazo tunazipata, kama zile ambazo tumeambia wana wa Israeli wakapata kule Misri. Wakapata kibali specially. Wakapewa dhahabu na fedha na vitu ambavyo ni. The swali ni hili, Mungu unataka nifanye nini na mali zile? In the end of the day, it should be bring God glory. It should never be just about us, but about God and his kingdom. Nitambo inue moyo wako kwa Bwana. Mwambie Bwana neno hilo lifanye kazi maishani mwangu. Can you pray that prayer? Let this word that has been delivered to us by your servant, let it work in my life, oh God. Let it work in my life, that my life, sio yale mambo tu Mungu atakuwa amenitendea. Si tu yale mambo Mungu atakuwa ameyatenda ndani yangu. Lakini sana sana ni kile ambacho Mungu atatenda hata kunipitia. Kile ambacho Mungu sifa ambazo Mungu atazipata kupitia maisha yangu. Can you pray a prayer close to that kwamba Mungu, that I may be one of these sons of Abraham, through whom great nations shall be birthed. Great cities, great families, because the Lord allowed me to be alive in my days. Baba, tualipokea neno hili kwa shukrani. Na Baba, naomba kwamba isiwe kwamba nitakuwa na ushuhuda mambo makuu ambao umeyafanya maishani mwangu, lakini sana sana iwe kwamba kuna yale utakaoyatenda katika moyo wangu. Na hata zaidi ya kutenda katika moyo wangu, iwe kwamba kuna utukufu ambao utaupata. Kuna makusudio ya umilele, makusudio yako yatafanikiwa mikononi mwangu na mikononi mwa ndugu na wadada hawa. That Father, oh Lord, that through us, dear Father, your name shall be great, dear Father. Your name, oh Father, shall be revealed, shall be manifested, even to nations near and far, cities near and far. Many families shall be transformed because of what you have done, not just in me, but also through us, Father, to the praise and to the glory of your name. And Father, unapotafuta watu ambao kupitia kwao mataifa ambao yamefanywa yaweze kuwa manyonge na ibilisi shetani, jamii ambazo zimekuwa ni nyonge hivi kwamba ziweze kutimiza makusudio yako, miji ambao imedhoofishwa na dhambi na shetani, kwamba kupitia maisha yetu we shall be agents and vessels of bringing transformation. Lord, bring us to that place. Na Baba, unapoinua watu wa aina ile wa kufanya mataifa yaweze kuwa na uwezo wa kufanya mapenzi yako, naomba kwamba tupatikane sisi ambao tunasikia neno hili, sisi ambao umeruhusu tuweze kusikia neno hili. We bless your holy name, and this we ask in Jesus' name.